Bwana, ni taarifa ambazo zilikuwa zinasubiriwa lakini zimechelewa pia kutoka, kwa sababu kila mmoja alikuwa anasubiria kuona itakuwaje, kwa sababu tunafahamu kamati ya saa 72 inafanya kazi ndani ya siku tatu tu. Siku ya nne huwa inapaswa kuja na taarifa, lakini mechi ya Yanga na Mtibwa ilipita muda mrefu, zimepita siku nyingi. Huwezi ukasema ni kamati ya saa 72 tena, lakini kamati wametenda haki kwa sababu leo wametoa hukumu mara baada ya kupitia matukio mbalimbali ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Ukiachana na tukio la Diarra, matukio ni mengi sana, lakini stori kubwa ambayo ilikuwa inasubiriwa sana ni ya Djigui Diarra, nyota wa klabu ya Yanga ambaye alifanya tukio ambalo alikuwa la kimichezo. Kama unakumbuka mechi ya Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar katika dimba la Jamhuri pale Dodoma, na ilikuwa ni mechi ambayo Yanga walitoka sare ya 1-1, lakini Diarra alifanya makosa kumvamia na kumshambulia mwamuzi wa mchezo ule, na hata pale ambako alikuwa anatolewa kwa ajili ya kutokumdhuru ule mwamuzi wa mechi ile, bado alikuwa anatamani kuendelea kurudi uwanjani na kwenda kutimiza azma yake ambayo alikuwa anatamani kuiazimia. Azma yake ilikuwa nini? Azma yake pengine ilikuwa ni kwenda kumvaa mwamuzi, kumpiga ngwara au kufanya chochote ambacho alikuwa anatakiwa kukifanya, kwa sababu jamaa alikuwa amepandwa na jazba kweli kweli. Alikuwa anazuiliwa na wachezaji wake, lakini bado alikuwa haelewi, na alikuwa anazuiliwa na meneja wake Walter Harrison, bado alikuwa haelewi. Kwa hiyo alikuwa amedhamiria kwenda kufanya tukio la kikatili sana, lakini mwamuzi pia kumuonyesha kadi. Mwamuzi alikuwa anademadema kumpa kadi, lakini mwisho wa siku kamati imekaa na imeweza kujitathmini na imetathmini pia kila kitu ambacho kilifanyika, na hatimaye leo wamekuja na hukumu waliotoa kwa Djigui Diarra. Hii ilikuwa ni mechi ya Mtibwa Sugar na Yanga, mechi ya sare ya 1-1. Ilikuwa ni mechi namba 126 ambako mchezaji Djigui Diarra wa klabu ya Yanga amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wakati katika mchezo tajwa hapo juu mara baada ya mechi kumalizika kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni. Hapa tuelewane jamani, kamati ya saa 72 inaendeshwa kwa mujibu wa kanuni na sheria na taratibu ambazo wamejiwekea, na Diarra yeye amefungiwa michezo mitatu, lakini ametozwa faida ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi ambaye tumetoka kuzungumza hapo, na hii ni kwa kuzingatia kanuni ya 41 kifungu cha 5 ibara ya 5 hadi ya cha 3 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Kanuni hiyo inasema hivyo. Kwa hiyo Diarra mechi 3 anaenda kukosa, lakini pia anaenda kulimwa faini ya shilingi milioni 2 hapo ya kwanza. Lakini ya pili ni kwamba Diarra pia ametozwa faini ya shilingi milioni 2 nyingine tena, ambapo jumla inakuwa milioni 4, na kosa hili ni kosa ambalo alilifanya Diarra, kisema kweli lifedhesha watu wengi sana. Kwa mchezaji professional kama Diarra hakupaswa kabisa kufanya vile, kwa sababu alionyesha kidole, anasema ilikuwa ni kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo hapo tajwa. Yani hapo kuna waandishi wa habari pamoja na baadhi ya viongozi. Diarra alionyesha dole la kati. Unavyoonyesha dole la kati means kwamba umetukana, umetusi kwa mujibu wa sheria na kanuni. Jamaa ameongezewa adhabu ya fine ya shilingi milioni 2. Kwa hiyo ukijumlisha milioni 2 zile za juu na hizi milioni 2 unapata milioni 4. Kwa hiyo Diarra peke yake amelimwa fine ya shilingi milioni 4, lakini kubwa zaidi ni anaenda kukosa michezo mitatu ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Athari za Diarra kukosa mechi hizo tatu, kwanza utaenda kuiletea Young Africans. Wana magolikipa watatu of course, wana Diarra, wana Masalanga, lakini pia wana Twabu Msheri. Lakini ukiangalia ubora wa Djigui Diarra kwa sasa kwenye ligi yetu hakuna wa kufanana naye, na hata hizo sare ambazo Yanga amezipata asilimia kubwa yeye amehusika. Hata matokeo ambayo ameyapata kwa sasa amehusika kwa kiwango kubwa sana, kwa sababu amekuwa ni mmoja magolikipa bora sana imara ambao wanaweza kufanya save, wanaweza kuhakikisha timu inapata matokeo katika mazingira yote. Sasa unamkosa mchezaji kama Diarra, unategemea nini? Ina maana kwamba ataenda kuwaletea shida, kwa sababu unafahamu Young Africans wamepitia maswaibu mengi hapa katikati. Wachezaji wengi wamepata majeraha, wengine wameumia hadi mwisho wa msimu, mtu kama Mzize, lakini mtu kama Dickson Job ameongezeka, Ibrahim Baka, Depu Dube, kila Chada Kiboka, wote ni majeruhi. Sasa akiongezeka pia mchezaji kama Diarra ambaye anakosa mechi tatu, basi inaweza ikawa ni mtihani kwa upande wao, ingawa na magolikipa wengine, lakini Diarra ni Diarra. Unaweza ukawa na magolikipa hata 5, lakini bado Diarra ndo akaendelea kuwa bora. Unaweza ukawa unashinda au unatoka sare, lakini hizo sare unazipata kwa nani? Kwa ubora wa Djigui Diarra. Hata ukiangalia mechi ya Simba na Yanga pale Zanzibar, kilichotokea ni kwamba Yanga walikubali kabisa ile mechi, walipaliwa. Ile mechi iliwapalia kweli kweli,
Lakini Diarra alitumia akili yake, alitumia maarifa yake na alikuwa akipoteza muda. Kuna muda alikuwa analala ili ile pressure ya Simba aliyokuwa anaipeleka iweze kupungua, na alifanikiwa kuingiza Simba kwenye mfumo wao, kwa maana alikuwa anajilaza, anapoteza time, na hata namna ambavyo alikuwa na punch yale mashuti ya kina Joseph Loemba, alipokuwa anapiga yale mashuti kina Libase Geye, kina Mwalimu, lakini bado Mwamba alikuwa imara kweli kwenye goli lake. Sasa kwangu nasema nini? Young Africans wanakuwa na pigo sana, pigo kubwa, unamkosa mtu kama Diarra, na hapo anatakiwa kupata ushindi back to back katika hizo mechi tatu ili basi waweze kujiweka salama katika msimamo wa ligi. Kumbuka msimu huu wananchi wamekuwa katika wakati mbaya sana. Sasa kwa Diarra kwangu ni funzo, tumekuwa tukizungumza muda mrefu. Wachezaji wanafanya madhambi, wachezaji wanacheza rafu, wachezaji wamekuwa na discipline mbovu, lakini Diarra amekuwa na discipline mbovu sana. Unaweza ukawa na kiwango bora, unaweza ukawa na quality bora, unaweza ukawa talk of the country, lakini swala dogo tu likakufanya ukaonekana mchezaji wa hovyo. Sasa kwa hii adhabu ambayo amepewa Diarra ya mechi 3, wewe unaona inatosha ama angepewa zaidi hata ingefika mechi 5? Adhabu ya mechi 3 kikanuni ni sawa, kwa sababu pale sasa wanaangalia kanuni. Wengi wao angekuwa amempiga pale, basi moja kwa moja ingekuwa ni 5, ingekuwa amemfikia mwamuzi angefungiwa mechi 5, lakini kwa sababu alikuwa na provoke mwamuzi na alikuwa anajaribu kutafuta njia ya kumfikia mwamuzi, tulikuwa hatujui dhamira kama angefika na kuweza kufanikisha lengo lake au dhamira yake. Iko pia kifungu ambacho kinasema Diarra angefungiwa mechi 5 na kuendelea, lakini kwa sababu alizuiliwa kutokana na kauli zake labda chafu, lugha alizokuwa anatumia, kanuni ya 45 kifungu cha 3 ibara ya 5 na ya 3 inakuambia kwamba mchezaji akifanya tukio kama hilo la kumprovoke mwamuzi ama kutaka kumdhuru mwamuzi au mchezaji au mtu yoyote, unalimwa michezo 3, lakini unapigwa na faini ya fedha kama ambavyo imetokea. Yanga wametoa sare karibuni 3 mfululizo, na ukiangalia ambaye alikuwa anasaidia hata kutoa sare ni Diarra, kwa sababu hali ya Yanga ni kubwa sana. Sasa kukosekana kwa Diarra kwa hivi sasa kwenye hizo mechi 3, wewe unaona Yanga inaweza ikapata ushindi ama ndio inakwenda kupoteza kabisa na mchezo? Diarra kusema kweli inaenda kuwapa Yanga wakati mgumu. Mimi nikwambia ukweli, wana magolikipa wengi lakini Diarra ni mmoja. Bro, kwenye ligi yetu hakuna goalkeeper kufanisha na Djigui Diarra. Quality alionayo uwanjani. Jamaa ana footwork. Unaweza kusema ni kama mchezaji wa ndani tu ya uwanja. Jamaa ni sweeper, huwa anapanda. Ni kocha pia uwanjani, anatoa maelekezo kama vile kocha ambavyo anatakiwa kufanya. Sasa unapommiss mtu kama Diarra, kusema kweli baadhi ya wachezaji goalkeeper wanaweza wakacheza wakiwa na pressure lakini pia hawana ule ubora wa kuanzisha mashambulizi. Timu inaweza ikawa inakaba muda wote kwa sababu mchezaji anabutua tu au haupigi pasi za chini, kwa sababu mchezaji unapokuwa vizuri miguuni kwenye footwork au sweeper, ina maana unacheza na mabeki ndio mnaenda kutengeneza transition kwenda kushambulia. Lakini kama unabutua tu bubu, mipira inapoteza direction, maadui wanachukua opponent na inakuletea madhara. Sasa Diarra anaenda kukosa mechi muhimu, mechi ambayo anaenda kucheza dhidi ya Tanzania Prisons hao ambao Yanga walipata wakati mgumu sana kupata bao dakika za jioni pale Dodoma. Na hii ni mara baada ya Prisons kusafiri kutoka Mbeya hadi Tabora, alafu wakasafirishwa wakiwa na uchovu. Yanga wakastruggle wakapata goli moja dakika za jioni za Dube, sio? Wanacheza na Tanzania Prisons Dar es Salaam. Hii mechi inapigwa Dar es Salaam hapa pale KMC. Lakini mechi ambayo wanaenda kukosa dhidi ya Pamba Jiji, wanatipili Ndanda pale Mwanza. Na hii ni mechi nyingine ambayo Diarra anaenda kukosa dhidi ya Pamba Jiji, wanatipili Ndanda. Sasa unakosa mechi ya Prisons, unamkosa Diarra, one of the top goalkeeper. Una mtu kama Masalanga, una mtu kama Abdul Msheri. Wale jamaa wanaweza wakabumba bumba wakakufunga kwa sababu wale ni mangumba ngumba. Unakuta wanatafuta tu nafasi wala kuhadaa wala kufunga, kwa sababu brain ya Diarra ni brain ya kitofauti kabisa. Mimi leo tunaweza tukapigana ngumi kuanzia asubuhi hadi kesho. Ukaniuliza goalkeeper bora kwenye ligi ni nani? Nakwambia ni Diarra. Ana kila kitu ya kuwa goalkeeper imara, goalkeeper bora mwenye quality ya kwake peke yake, ila discipline tu ndio inampelekea. Sasa unamkosa kwenye mechi kama hizo ya Prisons, ya Pamba Jiji pamoja na TMA, itakuwa ni CRDB Federation. Hii ndio mechi ambayo pengine haina pressure sana. Pamba tunajua ni moja ya kikosi bora sana. Simba waliona shughuli yao pale, lakini wanapokutana na Young Africans pia tunaonaga utofauti unapokuwa inachezwa Mwanza. Najua mechi itakuwa ngumu sana, lakini mlezi wa Pamba Jiji tunamfahamu, Mheshimiwa Said Mtanda, yule ni Yanga lialia. Yeye mwenyewe ameshawahi kutanabaisha hilo. Yaani yeye ni mkuu wa mkoa wa Mwanza na ni mlezi wa timu ya Pamba Jiji, lakini yeye ni Yanga lialia. Lakini when it is come to football, haya mambo mengine tunawekaga pembeni, kwamba kinachoenda kuapply pale ni namna ambavyo wewe
umeandaa timu yako, namna ambavyo game plan ya mwalimu imekaa vizuri, namna ambavyo techniques umekaa sawa sawa, unaweza ukaibuka na ushindi. Lakini pia wachezaji kuwa imara pia. So wanaweza kosa mechi kubwa ya Pamba na Tanzania Prisons bila Diara, huenda ukawa ndo msimu wa Simba huu sasa kuchukua ubingwa, sababu ukiangalia Yanga wachezaji wao wengi wameumia muhimu, Depu, Dube, sawa Baka, Jobu, sawa Boka. Lakini ukiangalia kwa upande wa Simba majeraha ya wachezaji hao ni Musa Kamara, si ndio? Hamza, lakini pia Wilson Nangu, lakini Yakubu Suleiman, hawa ndio walioumia. Lakini ukiangalia hao wote wameshapata replacement zao. Ukienda upande wa ulinzi, upande wa Hamza tayari yuko pale mtaalam kabisa. Ameingia Ismail Olvia Toure, anazima vizuri kabisa na Rushin Dirok. Ukienda pale juu, wachezaji wote wamekamilika. Ukienda kwa Kamara tayari wana Kasali ambaye katika mechi alizocheza ameruhusu goli 2 tu. Ana clean sheet zake sasa hivi, ana clean sheet 5. Ingawa amechelewa kufika kwenye ligi, lakini tayari ana clean sheet 5. Na maana ni goalkeeper mzuri. Eneo la ushambuliaji watu wamekamilika. So Simba wasipochukua ubingwa, ukiniuliza kwa hii misukosuko na maswaibu ambayo Yanga wanaipitia ya kupata majeraha wachezaji wao kila kukicha, ya kocha kutokuwa na mbinu imara mpaka leo anamuongezea nguvu, lakini pia kumkosa mtu kama Diara katika mechi 2 za ligi, Simba asipochukua ubingwa anapaswa kuchapwa viboko. Yani wanatakiwa waswagwe kama ng'ombe kwenye zizi, wawashwe viboko. Yani kuanzia wachezaji wawashwe viboko, kuanzia dereva wa gari wawashwe viboko, kuanzia mlinzi awashwe viboko, kuanzia viongozi pia waswagwe na fimbo kama ng'ombe tu ukiwa unawachunga, kwa sababu tayari Yanga katika mechi 16 walizocheza wamedraw mechi 5 katika points 15. Yanga ameshatupa pointi 10, ameokota pointi 5 katika mechi hizo 5. Sasa huoni kwamba kuna gap kubwa? Kuna nafasi ya Simba kujitafakari. Yanga anadondosha, Yanga anapata majeruhi, Yanga Diara anafungiwa, alafu mnakosa ubingwa, mtasema nyinyi ni timu ya kushindana. Kwa Simba kama atakosa ubingwa msimu huu tu, wajivue tu kushindana na Yanga, waseme tu nao ni timu ya kawaida, kwa sababu wana kila kitu cha kuamua matokeo msimu huu. Simba amelimwa faini milioni 10 bwana. Simba alipigwa faini kumrushia maji mchezaji wa Dodoma Jiji kipindi kile, alikuwa anaitwa yule nyota aliyotoka Fountain Gate, Edgar William, alikuwa anatoka akamlenga na chupa za maji. Wakalimwa faini za Simba zilifika milioni 21. Sawa. Awamu hii Simba amelimwa faini shilingi milioni 10, just imagine. Milioni 10 kwa ajili ya mashabiki kurusha kutolewa hadi na mabomba. Unanifahamu vizuri? Mechi ya Arusha ilikuwa haikuchezwa pia, nao walitolewa kwa mabomba. Kwa sababu nadhani ya Pamba Mwanza. Nao walitolewa kwa mabomba. Simba anatafuta pesa, wanatafuta wadhamini, alafu mashabiki wa Simba wanashindwa control emotions zao. Wamesema wao ndio mashabiki bora, lakini wamekuwa ndio wanafanya vitendo viovu, wanarusha chupa za maji, na maana hawajui kwamba klabu inatoza faini. Wanafanya vitendo viovu mpaka wanatolewa na mabomu pale Mwanza. Ina maana ni nini hiki? Kwa hiyo mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba wanapaswa kutoka hadharani, wanapaswa kwenda leo hadharani, waposti taarifa kwa umma, walaani vitendo viovu vya chuma uleta ambao wanasababishiwa na mashabiki wao. Wamechoka bwana, wanataka ubingwa, mashabiki wamechoka.